Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na ninamtukuza Mungu sana kwa ajili yako wewe ambaye umepata nafasi ya kuungana pamoja nasi siku hii ya leo. Nikukaribishe sana na nikuombe upatapo ujumbe huu na maombi haya, mshirikishe na mtu mwingine kwa kushare linki hii, na kwa kufanya hivyo Mungu atakubariki sana. Na funika macho yako niombe. Mungu, ninakutukuza, asante kwa ajili ya saa hii na muda huu ambao umetupa Bwana. Inawezekana kwa mtoto wako huyu ni mchana, mwingine ni usiku, lakini asante kwa sababu majira yako ni majira sahihi. Nami ninajua kabisa kwamba huu ujumbe umemfikia mtoto wako huyu kwa muda na kwa wakati sahihi, katika jina la Yesu. Fungua akili zake zipate kuelewa na maandiko, na nisaidie mtumishi wako na mtoto wako kunena neno lako katika hekima na maarifa na ufahamu utokao kwako, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Siku ya leo ninataka kusema ujumbe huu mfupi, lakini ninaamini utakuwa ni ujumbe wa baraka. Na kichwa cha somo cha ujumbe wa leo kinasema kubali kupelekwa na Mungu mbele yao ili kuhifadhi maisha ya wengine. Kubali kupelekwa na Mungu mbele yao kwa ajili ya kuhifadhi maisha ya wengine au maisha yao. Na tunaposema neno kubali kupelekwa, neno letu la msingi ni kupelekwa. Kuna kwenda na kupelekwa. Kupelekwa kuna maana mbili. Kuna kuchukuliwa kwa hiari na kutolewa sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa kusudi fulani. Lakini maana ya pili ya neno kupelekwa, maana yake ni kutolewa kwa nguvu, whether unataka au hutaki, kwa ajili ya kusudi lile la yule anayekupeleka analazimika kukuchukua kwa nguvu. Na hii maana ya pili ndiyo ambayo watu wengi tumekutana nayo, kwa sababu kuna watu ambao Mungu ametukusudia na tumebeba baraka za wengine, umebeba majibu ya watu wengine, na kwa sababu hiyo kuna mahali Mungu atakuondoa, hata kama upendi, hata kama utaondoka kwa machozi. Kuna mahali Mungu atakutoa na kuna mahali Mungu atakupeleka, na saa hiyo wakati anakupeleka unaweza usielewe, lakini Mungu anakusudi kwamba lazima nitangulize mtu mbele yao ambaye atahifadhi maisha ya watu wengine, atakuwa majibu kwa watu wengine. Na kabla sija kusomea maandiko, tunafahamu wote habari ya Esther. Maandiko yanasema kipindi kile Ahasuero aliposaini ile dokumenti ya Hamani ya kuwaua wale kina Mordekai na jamaa yake yote Wayahudi, Biblia anasema Mordekai alimfuata Esther akamwambia Esther ya kwamba wewe ukinyamaza wakati na majira kama haya, Mungu atatuinulia msaada kwa njia nyingine. Lakini anamwambia usijidhania ya kwamba wewe utaokoka na nyumba ya baba yako. Alafu anamweleza neno la muhimu, anasema nani ajuae kwamba Mungu alikuleta kwenye nafasi hii kwa ajili ya majira na saa kama hii. Kwa maana yake Mungu alimtanguliza Esther mbele yao ili ahifadhi maisha ya Wayahudi kwenye saa kama hii. Na inawezekana walipokuwa wanamwozesha Esther, hakuna aliyejua nafasi Esther aliyopata ya kuolewa na Ahasuero. Inawezekana hawakuelewa ya kwamba ni Mungu alikuwa anampeleka Esther mbele yao ili kuhifadhi maisha yao, ili kufanyika baraka kwa ajili yao. Na kuna watu ambao wamezaliwa
kwa kusudi maalum, ni wabeba riziki wa familia, ni wabeba majibu ya familia, na ni wabeba baraka wa familia. Na hawa watu wedha wanajua au hawajui, kuna wakati Mungu huwa anawachukua na kuwapeleka mbele ya wengine ili waende wakahifadhi maisha ya watu, kwa sababu wakati hawa Wayahudi na kina Mordekai, wakati hawajui kilichoko mbele yao, Mungu alikuwa anajua. Na kwa sababu Mungu alikuwa anajua, alilazimika kumchukua Esta na kumpeleka mbele yao, ili Wayahudi watakapopita majira kama haya wanatakiwa kufa, awepo mtu ambaye ameshatangulizwa mbele yao kama daraja au kama lango la baraka au kama lango la majibu kwa ajili yao. Kwa hiyo ninaposema kubali kupelekwa na Mungu mbele yao, kubali kupelekwa na Mungu mbele yao, nina maana hizo mbili. Kuna wakati Mungu anakuchukua kwa hiari, unaondoka kwa hiari, lakini kuna wakati anakuchukua kwa nguvu, anakuhamisha kwa nguvu, anakuondoa kwenye comfort zone kwa nguvu, anakuondoa kwenye ile ofisi uliyoizoea kwa nguvu, anakuondoa kwenye lile eneo ulilolizoea, anakuondoa kwa nguvu, ili akupeleke mbele yao kwa ajili ya kuhifadhi maisha ya wengine. Leo nataka tutazame somo hili kutokea kwenye historia ya Yusufu kwenye kitabu hiki cha Mwanzo sura ya 45 na ule mstari wa 1 mpaka wa 8. Anasema hivi: hapo Yusufu hakuweza kujizuia mbele yao wote waliosimama karibu naye, akapiga kelele na kusema, mwondoeni kila mtu mbele yangu. Wala hakusimama mtu pamoja naye. Yusufu alipojitambulisha kwa nduguze, akapaza sauti yake akalia, nao Wamisri wakasikia, watu wa nyumba ya Farao nao wakasikia. Yusufu akawaambia ndugu zake, mimi ndimi Yusufu, baba yangu angali hai bado? Wala ndugu zake hawakuweza kumjibu, maana waliingiwa na hofu mbele yake. Yusufu akawaambia ndugu zake, karibuni kwangu basi. Wakakaribia, akasema, mimi ni Yusufu ndugu yenu, ambaye mliniuza kwenda Misri. Sasa angalia huu mstari wa 5, angalia huu mstari wa 5 vizuri, ndio ambao umebeba somo letu hili siku ya leo. Ule mstari wa 5 anasema, basi sasa msihuzunike wala msifadhaike nafsi zenu kwa kuniuza huku, maana ni Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhi maisha ya watu. Angalia kitu Yusufu anasema wala msihuzunike wala kufadhaika nafsi zenu kwa kuniuza huku, manake kwa yale mlionifanyia. Yusufu anasema ya kwamba maana Mungu alinipeleka mbele yenu ili kuhifadhi maisha ya watu. Kwa hiyo nataka uone hapa kwamba mambo yote ya kuumiza ambayo ndugu zake na Yusufu walimfanyia, na hawa ndugu zake na Yusufu kwenye hiki kipindi cha njaa wamekimbilia Misri kwenda kutafuta chakula, na wamekanyaga tu Misri wanapokelewa na Yusufu. Lakini Biblia inasema hawa ndugu zake na Yusufu wao hawakumtambua Yusufu, ila Yusufu aliwatambua, kwa sababu kwenye akili zao walikuwa wameshafuta jina la Yusufu, walikuwa wameshalifuta, wamemfanyia mabaya, na wameamini kabisa kwamba kwa mabaya yale waliyomfanyia hawawezi tena kukutana na Yusufu kwenye nafasi kama hiyo, kwenye utukufu kama huo, kwenye nafasi nyeti kwenye nchi kama aliyokuwa nayo Yusufu. Na ndiyo maana mawazo ya Mungu
sio sawa na mawazo ya mwanadamu. Na kwa wale ambao tunawafanyia watu mabaya, inawezekana wakati mwingine unapomfanyia mtu jambo baya, umetumika kama sehemu ya utumishi wako kwa Mungu, wakati mwingine bila kujua. Kwa sababu sisi kina Yusufu, ili tuweze kwenda mbele ya wengine kuhifadhi maisha ya watu, hatupelekwi kwa hiari, tunapelekwa bila hiari yetu. Na ndio maana Yusufu aliuzwa, alifanyiwa mabaya. Kwa maneno mengine, Yusufu angeulizwa kwamba, Joseph, are you ready to go before men? Uko tayari kwenda mbele ya wengine? Uko tayari kutangulia kwenda kuhifadhi maisha ya watu? Uwe na uhakika Yusufu angesema no. Kwa nini no? Alikuwa na kibali kwa baba yake, alikuwa amepata kibali machoni pa mzee Yakobo, na kwenye majira ambayo amepata kibali kwa mzee Yakobo, ndio akafanyiwa haya mambo mabaya, akakataliwa na ndugu zake, akachukiwa na ndugu zake, na akauzwa na ndugu zake, na wakamuuza kwenda Misri. Sasa wakati wamefika Misri, wanatetemeka. Baada ya Yusufu kujitambulisha, anawaambia hi my brothers, anawaambia mimi ni ndugu yenu Yusufu, na anawaeleza kabisa kwamba mimi ni ndugu yenu Yusufu yule mliyemuuza. Na alipojitambulisha, maandiko yanasema hawa ndugu zake waliogopa, wakafadhaika, wakasema tumeisha, wakasema tumeisha. Ukishaona mtu amepata nafasi na analipa kisasi, huyu hajajua ya kwamba yale mabaya aliyofanyiwa ni Mungu alikuwa anampeleka mbele ya watu. Kwa sababu usipojifunza mambo ya namna hii, na kuambia saa ambayo ndugu zako waliokufanyia mabaya ndio wamekuja wanakukuta tayari Mungu ameshakuinua na amekuweka mahali ambapo wewe ni majibu, uwe na uhakika utawanyoosha, utalipa kisasi, maana utawatazama wao. Lakini Yusufu anawaambia msifadhaike. Yale mambo mlionifanyia, figisu mlizonifanyia, vikao vya kipumbavu na kijinga mlivyokaa, mabaya mliofanya, Yusufu anawaambia msifadhaike, wala sio nyie, alikuwa ni Mungu ananipeleka mbele yenu ili kuhifadhi maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Nilisoma huu mstari nikashangaa sana, na ndio maana wakati mwingine kumwelewa Mungu ni ngumu sana. Kuna wakati kumwelewa Mungu ni ngumu sana, na ndio maana kuna watu wengi huwa tunakuja kumwelewa Mungu ameshamaliza kazi yake, ndio unasema hivi kweli Mungu ndo alikuwa anataka kunifanyia jambo hili, lakini kwa nini hakuniambia? Kwa nini hakuniambia? Jaribu imagine hii njia ambayo Mungu amemchukua Yusufu na kumpeleka mbele ya wengine ili kuhifadhi maisha ya watu. Angalia hii njia, amefanyiwa mabaya na ndugu zake, amefanyiwa mambo ya kuumiza na ndugu zake, lakini baada ya Yusufu kuwa kwenye nafasi ambayo amefanyika majibu, anawaeleza ndugu zake ya kwamba wala msiumie, sina kinyongo wala sina hasira wala sina kisasi juu yenu, kwa sababu sio nyie. Nyie mlikuwa ni watumishi wa Bwana. Mungu aliwatumia kunitoa kwenye comfort zone ili niweze kutangulia mbele yenu kwa ajili ya kuhifadhi maisha ya watu kama ilivyo leo. Na ndio maana ninasema kubali kupelekwa na Mungu. Kwa hiyo njia ya Mungu kukupeleka mbele ya wengine kuhifadhi maisha ya watu, njia ya kwanza ni kukataliwa. Utakataliwa mahali ambapo jana ulikubalika, utakataliwa mahali ambapo jana ulipokelewa, mahali ambapo jana uliimbiwa, ulisifiwa. Na ndio maana hata Yesu alipoingia Yerusalemu, maandiko yanasema walimtandikia kanga, wakaimba hosana mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana.
lakini watu wale wale waliomtandikia kanga wakamwimbia, ndio hao hao siku amebeba msalaba walisema asurubiwe, asurubiwe. Alijifanya anaokoa wengine, ajiokoe na yeye. Lakini unaona, na Yesu alipokufa pale msalabani anasema, Baba wasamee, kwa sababu hawajui walitendalo. Kwa nini anawaombea hiyo sala? Yesu alitangulizwa mbele yetu ili akahifadhi maisha yetu. Alipita kwenye ile njia ya msalaba ili atangulie mbele yetu kwenda kutuandalia makao, kwenda kukomboa nafsi zetu, kwenda kuandaa wokovu kwa ajili yetu. Na ndio maana alitangulia, alipelekwa mbele yetu. Na kuna watu ambao inawezekana leo unapita kwenye mateso, umefukuzwa kwenye ile ofisi, umekataliwa kwenye familia, maisha yako yamejaa matukio ya kuumiza, unatembea na majeraha ya nafsi, unaumia, umewabeba watu, unasema mimi nimefanya mema, wamenilipa mabaya, nimejitahidi kufanya mambo mazuri, wamenilipa mabaya. Niko hapa kukuambia, wala usiwaangalie wao, ni Mungu anakupeleka mbele yao kwa ajili ya kuhifadhi maisha yao. Just relax, God at work. Mungu yuko kazini, na ninakuhakikishia kabisa hao wanaokutesa leo, kesho watakuja kukuinamia. Hao wanaokukataa leo, kesho watakuja kukuinamia, kwa sababu Mungu mawazo yake hayachunguziki na njia zake hazichunguziki. Inawezekana umekata tamaa, inawezekana uko kwenye machozi, unaangalia vitu unavyovipitia, unaangalia matukio uliyoyapitia kwenye maisha, unaangalia vita ulizonazo, unaangalia upinzani ulionao. Nimetumwa kukwambia ya kwamba kubali kupelekwa mbele yao ili kuhifadhi maisha ya wengine. Wewe ni baraka, wewe ni majibu. It is just a matter of time, ni swala la muda tu. Wewe ni baraka. Hao hao wanaokukataa leo watakuinamia kesho. Kuna kipindi cha njaa kinakuja mbele, watakutafuta tu, watakuja na kukuinamia, kwa sababu Mungu amekupeleka mbele yao ili kuhifadhi maisha ya watu. Na mimi nataka niombe kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu, mtazame dada huyu, e Bwana, na mama huyu na kijana huyu na baba huyu. Amesikiliza ujumbe huu, e Bwana, na umesema na moyo wake, umesema na nafsi yake. Amepita kwenye kukataliwa na kwenye vita, kila anachofanya kinakufa. Kila mahali anapoenda anaanza vizuri, lakini baadaye anakataliwa. Baba, ninamwombea, muinue katika jina la Yesu, mtie nguvu za kusonga mbele, na ninaomba e Bwana, mfanye awe majibu ya watu wengine kwenye siku za usoni. Mfanye awe baraka kwa ajili ya wengine kwenye siku za usoni. Nami nimembariki katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Ikiwa umebarikiwa, tuandikie hapo kwenye comment kile ambacho Mungu amekusemesha na vile ulivyobarikiwa. Lakini pia nataka niombe kwa ajili ya sadaka. Baba, asante kwa ajili ya mtoto wako huyu, amelisikia neno hili na ameguswa na moyoni, anasikia kuachilia sadaka kwa ajili ya neno hili. Naomba uitakabali na uipokee na uikubali katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wenzetu watakuwekea namba za sadaka, akisha unaachilia sadaka yako, na Mungu wangu akubariki. Akisha una like video hii, na akisha pia una share video hii ili wafikie watu wengi. Na kumbuka ya kwamba hayo unayoyapitia leo ni Mungu anakupeleka mbele ya wengine ili kuhifadhi maisha ya watu. Mungu wangu akubariki katika jina la Yesu, amen.